Ukiona moshi umefuka, ujue kuna jambo linawaka. Ndivyo ilivyo baada ya FIFA kutangaza waamuzi watakaochezesha robo fainali ya kombe la dunia 2026 kati ya Ufaransa na Morocco. Kilichowashangaza wengi si jina la mwamuzi mkuu pekee, bali ukweli kwamba waamuzi wote watano walioteuliwa wanatoka Argentina, jambo lililozua mjadala mkubwa duniani. Mwamuzi mkuu wa mchezo huo ni Facundo Telo, akisaidiwa na Juan Pablo Belatti na Gabriel Chad kama waamuzi wasaidizi. Mwamuzi wa 4 ni Dario Herrera, huku Cristiano Navarro akiwa mwamuzi msaidizi wa akiba. Wote ni raia wa Argentina, jambo ambalo si la kawaida kuonekana katika mechi kubwa ya hatua ya mtoano wa kombe la dunia. Mara baada ya orodha hiyo kutangazwa, mitandao ya kijamii ililipuka kwa maoni. Mashabiki wengi walihoji kwa nini FIFA haikuchanganya waamuzi kutoka mataifa tofauti ili kuondoa hisia za upendeleo. Wengine walisema uteuzi huo ungeweza kuzua maswali yasiyo ya lazima, hasa wakati mashindano haya tayari yamekumbwa na mijadala kuhusu maamuzi ya waamuzi na VAR. Mjadala huo umechangiwa pia na ukweli kwamba Argentina bado ipo kwenye mashindano. Baadhi ya mashabiki wameeleza hofu kuwa iwapo Ufaransa itaendelea mbele na baadaye ikakutana na Argentina, basi uteuzi wa waamuzi kutoka taifa hilo unaweza kuonekana kuacha doa la kimaadili hata kama hakuna ushahidi wa upendeleo. Wahenga walisema kinga ni bora kuliko tiba. Hata hivyo, kwa mujibu wa kanuni za FIFA, waamuzi huteuliwa kwa kuzingatia uwezo, uzoefu na kutokuwepo kwa mgongano wa moja kwa moja na timu zinazocheza. Hakuna sheria inayowakataza waamuzi wote wa mechi moja kutoka taifa moja, mradi hawatoki katika nchi zinazoshiriki mchezo huo. Ndio maana Facundo Telo na timu yake walipata uteuzi huo. Facundo Telo si jina geni kwa soka la kimataifa. Ni mwamuzi wa FIFA tangu mwaka 2019 na amesimamia mechi nyingi kubwa kama kombe la dunia na michuano mingine ya kimataifa. Anafahamika kwa uthubutu wake wa kufanya maamuzi na kutosita kutoa kadi pale inapohitajika. Kwa upande wa Morocco na Ufaransa, hakuna hata mmoja aliyetoa malalamiko rasmi kuhusu uteuzi huo. Badala yake, timu zote zimeendelea na maandalizi yao, huku zikisisitiza kuwa matokeo yataamuliwa ndani ya dakika 90 uwanjani, si kwa majina ya waamuzi. Licha ya haya, mjadala umeendelea kutawala vichwa vya habari. Wapo wanaoamini FIFA ilipaswa kuchagua waamuzi kutoka mabara au mataifa tofauti ili kuondoa sintofahamu, huku wengine wakisisitiza kuwa utaifa wa mwamuzi haupaswi kwa kigezo cha kuhukumu uadilifu wake. Kama wahenga walivyosema, haki haitaki kelele, inataka kutendeka. Sasa macho ya dunia yataelekezwa huko Boston kuona kama Facundo Telo na timu yake wataweza kuchezesha mchezo huo kwa kiwango kitakachozima mjadala uliotangulia. Endapo mechi itamalizika bila utata, uteuzi huu unaweza kusahaulika haraka, lakini iwapo kutatokea maamuzi yenye mabishano, bila shaka mjadala kuhusu waamuzi kutoka Argentina utaibuka kwa nguvu zaidi na kuwa mmoja wa simulizi kubwa za kombe la dunia 2026. Mimi ni Ino TZA.